Na mwini Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Ruchuru, mapigano yazuka upya kati ya wazalendo na M23 eneo la Nyamilima. Beni, raia wote wanahitajika kujifunza matumizi ya silaha. Kalemi, ni kweli Dragila ni mtu wa M23. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 na tarehe 10 za mwezi wa 6 2025, ambako uko nasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo uko nazo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana pamoja na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Ruchuru, ambako mapigano yazuka upya kati ya wazalendo na M23 eneo ya Nyamilima. Moto ulianza mapema hiyo tarehe 9 za mwezi wa 6 2025 asubuhi eneo la Nyamilima, ambako waza walitongana na magaidi wa M23 ndani ya groupment ya Binza tarafani Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini. Mashuhuda wanasema ilikuwa saa 3 majira ya asubuhi ndiko tuliposikia milio mikubwa ya risasi. Hali kama hiyo ilikuja ghafla wakati baadhi ya raia wakiwa tayari wamekwisha kwenda kwenye shughuli zao za kila wakati. Ripoti zetu zinasema magaidi wa M23 walivamia ngome za wazalendo, lakini bila mafanikio. Baadaye wazalendo waliweza kuwarudisha nyuma kule ambako walikuwa wametokea. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko mkoani Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Ruchuru, tubaki tu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, tarafani Beni, ambako raia wote wanahitajika kujifunza matumizi ya silaha. Raia wanaoishi mkoani Kivu ya Kaskazini ndani ya vitongoji vya Beni wanahitajika kuweza kutumia nafasi hii. Wito kutoka kwa gavana wa mkoa ili wote waweze kujifunza matumizi ya kutumia silaha. Wito huo umetolewa na gavana wa Kivu ya Kaskazini ili vijana, wasichana pamoja na wanawake na raia wote wanapatikana maeneo hayo kuweza kujihami kwa kujua matumizi ya silaha ili kujilinda na adui ambaye ni M23 Alliance Congo pamoja na RDF, huku kijumuisha makundi mengine yote ambayo yanashikilia silaha kama ADF, Codeco pamoja na makundi mengine ya kihalifu, ili mambo yakiharibika basi ya wakute vijana, kina mama, kina baba na wasichana wakiwa wako tayari kwa kutumia silaha. Mengi na zaidi ujumbe huu kutoka mkoani Kivu ya Kaskazini. Cher population, cher wazalendo nye benye mko huku kote ya Nord Kivu kwanza. Precisement Butembo, precisement Beni, precisement Lubero na mafasi zingine zote kuma village. Na population yote ya Butembo, population yote ya Beni. Mwisha sikia apele ya gouverneur. Gouverneur si bote tunamuyua, province mzima inamuyua, este yote inamuyua kama ni mtoto wa este. Ni mtu mwenye hana kudute, d'ailleurs avant na rejoindre armée alikuwa kwanza nena ni muzalendo. Vers 2006 là, si je ne me trompe pas. Alianza kane muzalendo, wale bananielewa wengine, juu a rejoindre sasa naye armée. Alors, gouverneur wa Nord Kivu mwenye iko Beni capitale à l'intérim, iko na tuita si bote mukuye tusiaprendre kumanie arme. Hakuna vya grave mes chers population ya Butembo kuna hala bajere. Tuko naendelea kubaita avant que les choses ne s'empirent pas. Muko naona Goma, muko naona hali yenye Bukavu iko na vivre amo.
Paske peut-être hapo wako na ile bahati ya kubaita na kubambia kama bakuye wajifunze tu kupiga bunduki. Muko naona mon grand frère Tembosi Otama ici c'est aussi à Lumande. Mon grand frère Tembosi Otama iko na sensibilisation, iko naenda Beni pour que watu wajifunze kupiga tu bunduki. Mnaona kama Barwande banatuonea kajoni parce que nous avons peur de prendre l'arme. Tunaozaka kama ni tabou. Njo ile problem. Souvent quelquefois qu'il tire nande, banayua kama kukamata bunduki ni tabu. Mimi napenda niwaambie gisi hakuna après Mungu, muyo gisi nakoka tu arme. Njo kitu ile mnapasha tia mu mahakili zenyu. Hakuna Mungu mwenye atajiri akatu unaenda omba na miracle inashuka mbinguni. Ile ni archifo. Mungu anabarikiaka kazi ya mikono ya mtu. Bunduki yenyewe uko nayo, njoo yenyewe unaombea Mungu akusaidie ushinde vita nayo. Bila kuambia kama wende ililia tu kumakilima kisha viishie na kule, hapana. Alors, sensibilisation iko. Mkuye jifunza kumanie maarme. Maarme zishaka kuya. Usiwaze kama kupiga aka 47 ticket tu njoo inatosha. Mkuye maarme ziko, ma strategie ziko, ma teknike, kutia mabombe, kulasena vingine na maarme za mupe zishaka kuya. Mkuye aprendre kwanza kuzipiga. Senye mutazi aprendre, tutaingizana sasa mshow. Tunaangalia kama tunashufe namna gani. Njo kitu tu ile nimebalomba kabisa. Butembo, watu wote wenye wiko Butembo, wote wenye wiko Beni, hii projet kabisa tujiapproprier hayo. Mkuye je apprendre, wenye watapenda kurudia kunyumba wanarudia kunyumba, mais umona wanayua. Parce que hii njo wakati. Quelquefois itakuwa trop tard saa moya, malere njo nyesi souhaiter, mais haiko impossible kufika parce que Goma haiko somo na banajisuete, akajuba kwa hali yenyewe kwa leo. Saa moya na si ile malere inaweza tupata jour. Alors nisha kwa tena trop tard kujiapprendre. Mais tukajiapprendre maintenant, tunakuwa tuko na reserve nyiko suffisant, itakuwa kitu ya mzuri sana tena sana. Ndio. Parce que wanasemaka mbuseke au planifier que tu planifies ça moi et contre moi, et c'est vrai. Si nje benye problème iko kwetu meshere, mkwetu jiapproprier ayo tuone kama tutaimaliza namna gani. Ile ndio kitu yenyewe nimependa niwaambie mwe asubuhi ya leo. Courage, merci beaucoup mon vieux Tembosi Otama, merci beaucoup wengine wote wazalendo wote wenyewe wanapatikana mu vile ya Butembo wenyewe biko na lite contre hii agression ya M23. Merci beaucoup ku population yenyewe iko natukamatisha. Yenyewe iko nakamatisha wazalendo pour que wapate hata kidogo mai ya kukunya. Merci beaucoup na ku gouvernement kuendelea kubakia tu ferme na kukamatisha wazalendo da certaines choses. Ile ndio kitu inapasha bambia. Victoire iko karibu, a bientôt va gagner. Alors mkuye, wa jeune garçon mkuye. Mkuye kabisa. Commerce tiki njoo haiko kazi. Msikuwa naanza vile. Edar celui qui a l'arme na kubishaka na makuta zako na vitu vyako unabeba kukichwa na unasema merci. Parce que unamuogopa. Wewe hakuna chenye unashwezi yako. Na mnaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. King Sele, the only one king from USA, Ejide Kizenga Tembele, Dieudonné Butoto wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Pia wanatufuata vizuri kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na pia kwa sound zetu ambao wako Afrika ya Kusini. Wote mnakuwa mnasikiliza Baraka One TV. Ni saa 12 asubuhi saa Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja tuingie mkoani Tanganyika ndani ya jiji la Kalemie ambako Dragila ni kweli ni mto M23. Kutokana na uvumi unaozidi kurindima mkoani Kalemie na mkoa wa Kivu ya Kusini, huku Dragila akihusishwa kuwa ni moja kati ya watu wanaotumika na magaidi wa M23, lakini mwenyewe akiwa anakanusha matukio hayo. Baraka One TV iliweza kuzungumza na moja kati ya watu walioitwa na yeye mwenyewe Dragila na kujaribu kumshawishi kujiunga na magaidi wa M23 wakiwa wako maeneo ya Kalemie, na mazungumzo yetu yalikuwa yafuatayo. Alo ndugu mtangazaji. Naam, karibu sana ndugu yangu, habari gani bwana? Hali ni swali hapa kwetu ndani ya mji wa Kalemie. Na Kalemie mambo ni shwari. Alo ndugu mtangazaji, nakusikiliza. Naulizia Kalemie mambo yakoje Kalemie? Mambo iko sawa, hakuna vurugu? Unauliza swali ya bwana Said Nekanda? Naulizia tu hali kwanza ya Kalemie, mazingira, hakuna fujo hivi ama nini kinaendelea?
Hali ya hapa kwetu Kalemi ni swali, bali kuna viongozi wengi wamesha kula rushwa kwa sababu ya kusubiri bwana Kabila na M23 yake wafike hapa, lakini hawawezi kufika. Baadhi ya viongozi tayari washakula rushwa, wanasubiria fro huku ivunjike, wao ni wapokee kule. Ndio. Sasa kuna hizi habari ambazo ziko zinatembea za Saidi Kanda maarufu kama Balen Dragila. Yeye mwenyewe iko na lia, anasema kwamba maneno ambayo iko nasemewa ni ya uongo na hajawahi hata siku moja, hamjui ni Nemi ni Kabila ni nani. Wewe ni mwenyeji wa Kalemi na pia ni mzalendo, na haya mambo unafununu nayo, kuna vitu unajua. Kuna ujumbe gani ambao unaweza kutuambia kwanza, maneno ambayo Dragila mwenyewe anahusika nayo katika hili swala la usaliti? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwanza naitwa kwa jina la Mbeleelo Mtoni Meja. Naishi hapa Kalemi. Na soutenir wazalendo wote, vijana wote wa kizalendo tupo nao hapa Kalemi. Bwana Saidi Kanda maarufu Dragila Balen. Baada ya yeye kutoka kwenye jela la Makala huko Kinshasa, alifika hapa Kalemi. Na alifungwa tena kwa auditora militaire pale kwetu kukoline. Baada ya kufunguliwa akawa mfungwa huru. Bwana Dragila Saidi Kanda maarufu Balene alinisolicite mimi Mbeleelo Mtoni Meja. Alikuwa akikala pale ku Semiku ndani ya quartier ya Kituku. Alinisolicite kusema, bwana, mimi kuko mission moja tunabidi tufanye, mimi nipo tayari, kwa sababu ndio ananiambia yeye yuko tayari kwa kusema tujirebele, tujiproklame comme M23 hapa. Na tuko eko deja na ba sponsor benyewe beko na msoutenir pour que tujirebele na M23 hapa ndani ya mji wa Kalemi. Nikamwambia, ndugu yangu, mimi ni mzalendo halisi na niliapa ndani ya maisha yangu nitakufa kwa sababu ya nchi yangu ya Kongo. Kwanza kabla ya yeye kukontakte juu mfanye hiyo kitu, wewe na yeye mlikuwa mnajuana naye kwanza? Umesemaje connection? Kabla hajakuita ili muweze kujirebele, mjiproklame kama vile M23 hapo Kalemi, wewe na yeye mlikuwa na mahusiano gani hapo mwanzo, hapo awali? Mimi bwana Dragila Saidi Kanda, mimi sikumfahamu hapa Kalemi. Mimi namfahamu tangu kule kwetu Ubembe, tangu hapo Nguma, Kasaba, Lobino, Imino, Mwanzalulu, pale kote Lubomo. Namfahamu sana na tunafahamiana kwa hiyo mtambazo wote wa maji. Donc mlikuwa mnatumika wote pamoja kipindi hicho chini ya uongozi wa William Amuli Kutumbama? Ndio, pindi angali anatumika na mzee vizuri, tulikuwa naye pamoja. Okay. Haya, tuendelee sasa. Ndo akakuita eko pale na pindi mzee eko pale Kazimia 2017, eko na base yake pale Kibanga village. Sisi tulikuwa tuko pale Nguma na bwana Saidi Kanda maarufu Dragila. Tulikuwa pale Kazimia sisi naye pale karibu na wa mzee Ali Maro banani wanatua pale Kirewani pale Kazimia. Baada ya hapo sasa yenyewe wanatuma force ya Bana Mura wa Fuma 2017, wakakuja wakatuondoa kwa hiyo maeneo. Mpaka biku tulivuka tukaenda kwenye mapambano ya huko ngambo ya Saramadila 2017. Bon, et de suite. Na unasikiza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahojiano haya yataendelea majira ya saa 6. Ili kuweza kusikiliza yote kiundani, tafadhali ungana na sisi majira ya saa 6. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga na hii ni Baraka One TV.
mengine saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Usikose kuwa pamoja na Baraka1 TV, na hapo ndipo tutakwenda kung'oa nanga kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 6 2025.